losers wote huwa wanafanya kazi kidogo na kupumzika, alafu winners wote huwa wanafanya kazi sana na wanahofia kwamba hawafanyi kazi vya kutosha. Iko hivyo. Huu ndio tofauti mkubwa kati ya winners and losers. Losers anaamini kwamba kwa namna nilivyofanya kazi, nilivyojituma, hapa nimefanya kazi sana, yani hapa nimefanya kazi kila kitu, lakini in reality ni kwamba amefanya kazi mpaka anaona sasa hapo nimefika to the maximum, amepumzika. Kumbe kazi aliyoifanya, moja, alifanya kazi kidogo; pili, anajionea huruma; tatu, sometimes anaona kama ndo hapo ndo maximum kutokana na exposure alionayo. Lakini winners wanafanya kazi sana, wanafanya kazi kama walivyofanya losers, na wanaendelea kufanya kazi kwa bidii sana, na muda wote wanajishuku, au sifanyi kazi kwa kutosha, au sifanyi kazi kwa bidii, ama kuna namna ambavyo sifanyi kazi kwa ukamilifu. Kwa mfano, kutokana na exposure ulionayo, unaweza ukajikuta wewe ni loser bila kujua. Kwa mfano, unaweza kusema okay, mimi nataka kuanza biashara, nafungua ofisi, nachukua kule mzigo, naweka kule ndani, nasubiria wateja. Na kweli umefungua ofisi, umetafuta machimbo, umekuwa na chimbo, umekuwa na ofisi, umekaa ndani, unasubiri wateja. Kwa kila siku unafungua na kufunga, unafungua na kufunga, then unasubiria Mungu akubariki, upate wateja, upate mafanikio. Then unahisi hapo ndipo wewe umeweza kufanya kazi sana, which is you are a loser. Kama mpaka leo unafikiri kufanya biashara ama kuwa mjasiriamali ni kutafuta store, kutafuta chimbo, kutafuta mzigo kwa bei nafuu, hapo itakuwa ni bora kuja kuuza, unapata faida, na ukaweka mzigo dukani ama ofisini, ukaanza kusubiria wewe na namna gani utaanza kuuza taratibu na kupata rudisha hela yako na endelee kufanya biashara, then you are a loser. Paka leo kama unafikiri hivi, you are a loser. Kwa nini? Kwa sababu winners hawafanyi biashara hivyo tena. Wakiamua kuwa na store, wakachukua mzigo, wakaingiza ndani, ndo kwanza, ndo hapo ndo tumeanzia, hapo ndo sifuri. Anaanza kujifunza namna gani naweza kumfanya mteja anunue kwangu na asinunue kwa watu wengine. Namba moja. Namba mbili, atajifunza namna gani naweza kufanya nikawauzia watu ambao wako nje ya Dar es Salaam, wako nje ya Tanzania, wakanunua mzigo kutoka kwangu kwa kuniamini bila hata kukutana nao. Tatu, namna gani sasa nikahakikisha mzigo wangu unawafikia watu walioko nje ya Dar es Salaam, nje ya Arusha, nje ya Mwanza, nje ya Tanzania kwa uharaka zaidi na kwa ubora ule ule. Namba tatu, namna gani mimi naweza nikafanya biashara yangu hii kwa ukubwa kwa kushirikiana na mabenki, kushirikiana na partners, kuingia partnership, kuna namna gani naweza nikawa salama kisheria, namna gani naweza nikajiprotect mtu mwingine asiweze kununua ama kuingilia biashara yangu. Akishafanya yote, bado anahisi ni kitu gani ambacho sasa hivi kinatumika sokoni kurahisisha utendaji kazi. Kuna mambo ya social media, kuna mambo ya AI, namna gani ya kuweza kufanya automation, kupunguza mzigo kwenye kuendesha biashara yangu. Baada ya hapo, bado nafikiria ni kwa namna gani mimi naweza nikaenda international zaidi, ku close borders, kuwa salama. Huyo ndo winner, sio wewe ulioishia kwenye hatua ya sifuri afu ukajiona kama unafanya kazi kwa bidii. Kufunga na kufungua duka kwa mjasiriamali. By the way, sasa hivi watu watengenezi pesa kwa kuwa na store Mwenge au kuwa na store Kariakoo. Watu wanatengeneza pesa kwa kuhakikisha anavunja boundaries, geographical boundaries za kuwa Dar es Salaam ama kuwa Mwanza. Hiyo yote anaivunja. So anafanyaje? Kutengeneza online store ama kutengeneza social media presence na kuanza kufanya marketing kwa kutumia social media. Sasa hivi watu wanakwenda mbali zaidi wa kutengeneza personal brand ili aweze kuwa mtaalamu kwenye jambo husika na mbobevu ili soko limchague yeye wa kwanza. Sasa hivi vyote unaweza usio unavifanya, ukaishia kwenye ile hatua ya loser na ukaona kama unafanya kazi kwa bidii, unafunga na kufungua, unalalamika vitu haviendi, lakini kumbe you are doing nothing. Yaani unafanya kitu kidogo afu unahisi kama unafanya vizuri sana. No, it's more and beyond than that. Sasa ndo maana sasa, ili usiwe kwenye kundi la loser kwa kujua ama kwa kutokujua, nimekuandalia platform maalum ambayo utaweza kujifunza kila kitu unachotakiwa kufanya na kufahamu kama mjasiriamali. Na huku ndani utaweza kujifunza hatua kwa hatua, bega kwa bega, kutoka kuwa loser na kuanza kuwa a winner na kuanza kuwa champion kwenye career yako, profession yako, ama safari ya ujasiriamali ya kuuza product ama service. Na namna ya kujiunga na platform yetu hii, gusa link on bio ama comment neno MBH, nitakutumia direct link mimi mwenyewe DM kwako, ambayo ukigusa itakupa utaratibu mzima wa kujiunga na platform hii na kubadilisha safari yako ya ujasiriamali, na kutoka kuwa a loser anayefanya vitu vidogo anajiona kama anafanya sana na kuja kuwa a winner aka serial entrepreneur. Comment neno MBH, nitakutumia link mwenyewe DM kwako.